أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين والحقنا بالصالحين. افتح علينا بالحق فأنت خير الفاتحين. اجعلنا هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف حفظه الله تعالى نفعنا الله به وبكم آمين. تكوين هذا الفكر ونشأته وجذوره. تكوين هذا الفكر kuundwa ama kuundika kwa fikra hii ya Wahabi, wanashatuhu na maanzilishi yake, wajudhuruhu na mizizi yake. Wa idha nadharna, na pindi tukitizama ya taban ala fikra fasli yana katika fusula buzikoma ni muhimu sana. Inatakana yani tuzingatie kwa makini sana. Utaona mambo ambayo kwamba humujawahi kusikia. Wa idha nadharna, na pindi tukitizama ila ahammi ususi alfikri alislami, misingi muhimu kabisa ya fikra ya Uislamu, walati nayo ambayo kwamba yambani alayhi aidan, yani nazo fikra ambazo kwamba misingi ya fikra ambayo kwamba yambani alayhi inajengeka juu ya misingi juu yake, aidan vile vile ayu fikrin, fikra yote. Yani pindi tukitizama misingi ya Uislamu, yani ile misingi muhimu zaidi ya Uislamu, misingi ambayo kwamba fikra yote lazima ijengeke juu yake, wa min khilalihi, na kutoka katika misingi hiyo, nandhur, tunatizama ila al-afkari, katika fikra, wal milali, na mila, wal nihali al-ukhra, na dini nyingine. Najidu, tunapata anna hadha al-asasa, ya kwamba msingi huu huwa al-aqaidu, ni itikadi, wa tauhidu, na tauhidu hatman, lazima iwe ni hivyo. Yani nasema tukitizama mathalan tunapofanya utafiti ni ipi misingi ambayo kwamba Uislamu unasimama kwayo. Uislamu unasimama kwa misingi gani? Naam, Uislamu unasimama kwa misingi ya nini? Aqida ya am. Alaysa kadhalik? Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amelingania masala ya aqida na tauhidi Makkah. Maana da'wa ya Makkah ilikuwa imerakizi sana kwenye nini? Kwenye aqida na tauhidi. Miaka mingapi? Na 10 na ngapi? 13. 13 akiwa analingania aqida tuna tauhidi. Miaka ile ya Madina kule, miaka mingapi? 10. Ndio masala mengine haya, muamalati kadha kadha, vote hivi ilikuwa ni Madina. 13 tauhidi, kuonyesha kwamba fikra yote, yani Uislamu unajengeka kwa misingi ya aqida. Na mila yoyote ama dini yoyote, ukisikia dini fulani ama dhehebu fulani la dini fulani, kitu ambacho kwamba kinaliunda ile dhehebu au kitu ambacho kwamba kinaiunda ile dini nyingine, ni kitu gani? Ni misingi gani? Ni misingi ya kiitikadi, ama sivyo? Hivi dini zinaundwa kwa misingi ya miamala ama itikadi? Itikadi ndio maana inaitwa usul. Mambo haya mengine miamala ni fiqh, inaitwa furu'. Sawa? والفكر الوهابي السلفي, na fikra ya Wahabi usalafi inarakizi sana, yani inatilia umuhimu sana, aidan vile vile ala tauhidi, juu ya tauhidi, wal aqida, na juu ya aqida. Yani fikra ya Wahabi pia inatilia mkazo sana kwenye masala ya aqida. Lakini je, ni aqida hii ya Uislamu alikuja na Mtume sallallahu alayhi wasallam ama ni aqida zao? Maulana al-Imam anasema lakini tauhidi inda salafiyin, kwa masalaf,
mashubun, imechanganywa, wa muakkarun, na imechafuliwa, bimadati tashbihi, kwa kimelea cha tashbihi. Hili ndio tatizo, kwamba tauhidi yao imechafuliwa kwa kuingizwa nini? Vimelea vya kumfanisha Mwenyezi Mungu na viumbe wake, wa tajsim, na kumfana Mwenyezi Mungu kwamba ni mwili. Allati yusamiha alwahabiyun, kimelea ambacho kwamba wao wanakiita tauhid al-asma'i wa sifat, tauhid ya majina na sifa. Ni kimelea hatari sana, ambacho kwamba jina lake naliona ni nzuri, lakini ndani yake sasa, kama mwenyewe alivyoeleza katika Tandidi, walmutaammil, na mwenye kupeleleza fil aqaid, katika itikadi alwahabia za kiwahabi, yajidu, anapata annahum, ya kwamba wao mawahabi yatakhayaluna Allah Ta'ala, wanamfikiria Mwenyezi Mungu ala surati adamiyin, ya kwamba yupo katika sura ya binadamu. Yani wanavyofikiria Mwenyezi Mungu, yani yupo katika sura fulani ya binadamu. Wa binaan ala hadha al-asli, na kwa kujengea fikra zao katika msingi huu mbovu, yabnuna mawdu'a sifati, wanajengea juu yake maudhui ya nini? Ya sifa za Mungu wanazomthibitishia fi aqidati, katika itikadi zao. Yani tunaposoma katika mantiq, hata ili uweze kupata natija ambayo kwamba ni sahihi, lazima mukaddima uwe nini? Ni sahihi, si ndio? Yani natija lazima tartibu almuqaddimat, yani lazima muqaddimati ziwe ni sahihi, itamada, yani lazima mada hiyo ni sahihi, na haya lazima iwe nini? Iwe sahihi. Muqaddima ama mada ama haya zikiwa ni makosa, natija hatma lazima itakuwa ni makosa. Lakini muqaddimat, mada na haya ikiwa ni sahihi, hatma natija lazima itakuwa ni sahihi. Yani mathalan tupate natija, lazima tuwe tuna nini? Lazima tupate muqaddima sughra, ni mada, si ndio? Iwe sahihi. Muqaddima kubra ni mada, lazima iwe nini? Sahihi. Lazima tupate haya ambayo kwamba iko sawa sawa, yani tartiba hadhi muqaddimat lazima ziwe nini? Tartibi yake iwe sawa sawa, kwamba itahaya ndio tupate natija sahihi, si ndio? Mathalan tunaposema al-insanu hadithun, al-insanu hadithun ni mada sahihi au sio sahihi? Mada sahihi, muqaddima sughra. Wa kullu hadithin yahtaju ila muhdithin, na kila kilichozuka kinahitaji aliyekizua, si ndio? Mada sahihi au sio mada sahihi? Mada sahihi, muqaddima kubra, si ndio? Natija yake nini? Al-insanu yahtaju ila muhdithin. Kwa hivyo hii natija tumeipata baada ya kuwa muqaddima as-sughra na muqaddima al-kubra uko nini? Sahihi, na haya pia iko nini? Iko sahihi. Lakini tukikosea hapo, mada tukosea katika mada, lazima hatman katika natija tutafanya tutakosea. Mathalan tugeuze sasa, tuseme mathalan Allahu mawjud, mada sahihi au sio mada sahihi? Wa kullu mawjudin yahtaju ila illa, yani illa mujid, mada sahihi au khati'a? Khati'a. Yani Allahu mawjud, Mwenyezi Mungu ni mwenye kupatikana, yupo, tafadhali. Alafu tukaleta muqaddima kubra ambayo kama ni khati'a, tukasema wa kullu mawjudin, na kila chenye kupatikana katika kila chenye kupatikana yahtaju ila illa, yani kinahitaji kitu ambacho kwamba kilicho kisababisha chenyewe kikawepo. Yani kullu mawjud yahtaju ila mujid. Hii ni muqaddima, huu ni sahihi? Hapana, sio kila mawjud yahtaju ila illa au yahtaju ila mujid. Allah mawjud la yahtaju ila mujid wala yahtaju ila illa. Sahihi tuseme nini? Wa kullu makhluqin yahtaju ila madha? Ila mujid wa yahtaju ila illa. Tukienda na muqaddima ule ambao kama ni khati'a, wa kullu mawjudin yahtaju ila illa, idhan Allah muftaqirun ila illa. Natija hii tumeipata ni khati'a. Khata ya natija imetoka wapi? Huu kwenye muqaddima. Imetoka nini? Kwenye muqaddima, ambao kama ndio mada asasia. Kwa mada asasia, almada, ukosea katika mada, hivyo hivyo ukosea katika haya, lazima natija itakuwa ni khata. Inshallah tutakaposoma muqaddima al-mustawa al-awwal wa tutakaposoma mantiq al-mustawa al-awwal, inshallah hayo itakuwa ni sahihi. Wala kuna fusul maalum, tusoma muqaddima mada nini, hay'a nini, natija nini, muqaddima sughra, muqaddima kubra, lazima muqaddima kubra kwa kuna nini, kwa kuna kullu, hakadha tutafahamu. Lakini alhasil, yalla Mwenyezi Mungu atupe uhai inshallah. Kwa
Kwa hivyo mwenye kupeleleza kwamba, kwa hivyo wao mada waliojengea juu yao aslu tafkir ni khati'a ama sahiha, mada khati'a. Sawaru anna Allah ala surati adami, wamesawiri kwa Mwenyezi Mungu katika sura ya binadamu, kisha sifa za Mungu wakajengea juu ya taswiri ambapo kwamba hii ni khati'a. Idhan natija lazima hiyo ni tajsimi tu. Fayaqulun, wanasema mawahabi, inna lillahi suratan, hakika Mwenyezi Mungu ana sura. Hivi ndio wanaitakidi. Wa wajhan, wanaitakidi Mwenyezi Mungu ana nini? Ana uso. Wa ainain, wanaitakidi Mwenyezi Mungu ana macho. Wa jamban, wanaitakidi Mwenyezi Mungu ana ubavu mmoja, lakini wanasema wa haqwan, wanaitakidi Mwenyezi Mungu ana kiuno. Katika hasa anasema alhaqu huwa alkashfu, haqu ndo kiuno, wa huwa alkhasru takriban ni kiuno. Haqu, kashfu, khasru ni shay wahid. Wa fi kutub al-lugha, na katika vitabu vya lugha wakifasiri neno haqu wanasema ma baina al-khasirati, sehemu iliyoko baina ya kiuno ila dhili, mpaka katika nini? Katika ubavu, ndio huitwa nini? Haqu. Hivyo ndivyo wanavyoitakidi mawahabi. Tuko Mr. Wa dhira'ain, waitakidi Mwenyezi Mungu ana dhiraa mbili. Wa yadain, ana mikono miwili. Wa asabi'a, waitakidi Mwenyezi Mungu ana vidole. Wa anamila, ana ncha za nini? Za vidole. Wa sadra, waitakidi Mwenyezi Mungu ana kifua. Wa saqa, waitakidi Mwenyezi Mungu ana ugoko. Wa qadaman, waitakidi Mwenyezi Mungu ana unyayo. Wa rijlan, waitakidi Mwenyezi Mungu ana mguu. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Shahwatul makhabithi shah. Wa ghaira dhalika, wengine sio kwa hayo, min a'dha'il adamiyyin, katika viungo vya binadamu. Wayaqulun, kisha wanasema mawahabi wanaitakidi bianao ya kwamba Mola wao yanzilu, anashuka, wayataharrak, wanatikisika, wayati, anaenda anarudi. Thumma yu'aqibuna ala dhalika, kisha afuatisha baada itikadi za kikafiri, liyurdhu al-amma, ili waridhisha watu wa kawaida, biqauli, wa kusema kwao, bila kaifin, lakini pasina namna. Mwenyezi Mungu ana mguu, lakini pasina namna usulize mguu gani, wala tashbihi, wala kufanisha Mwenyezi Mungu. Yani hadha al-kalam la mahalla lahu min al-i'rab. Yani sawa aje Budha asema Mungu yupo katika sura ya ng'ombe, lakini si ng'ombe unamjua wewe, utamkemea? Sema la, ni muhal Mwenyezi Mungu kuwa ni ng'ombe. Sasa wewe ikiwa umesema ni muhal, maana yake ile neno la Budha kusema bila kaifu wala tashbih limemsaidia? Halijamsaidia. Sasa kusema Mwenyezi Mungu ng'ombe kama kusema Mwenyezi Mungu ana nini? Ana mguu na mkono, kwa sababu hii ni mustahil na hii ni mustahil. Kama ilivyokuwa Budha baada ya kusema Mungu ni ng'ombe akafanisha bila kaifu wala tashbih, pasi na namna wala kumfanisha, halikumsaidia, na wewe pia haliwezi kukusaidia. Sisi tunafahamiana vizuri sana? Kwa sababu hii ni mustahil na hii ni mustahil. Maana yake Mr. Shafi, kuisema Mwenyezi Mungu ana kiuno, ni sawa? Si sawa. Kisha ukafuatisha ukasema lakini si kiuno unachokijua wewe, ni kiuno unachokijua Mungu. Lakini ana nini? Ana kiuno. Je, kiuno tuseme ni kitu ambacho kama hakifai kwa Mwenyezi Mungu. Mwingine naye akaja akasema kitu ambacho kama hakifai kwa Mwenyezi Mungu, lakini akaweka hii akakiwekea protector ya kwamba nini? Sio kama unavyojua wewe. Budha akasema Mungu ni ng'ombe, lakini sio ng'ombe unavyojua wewe. Utampinga? Hutampinga, kwa sababu nyote mmemthibitishia Mwenyezi Mungu kitu ambacho kama ni muhali kwake. Sisi tunaelewana? Lakini sasa watu wa kawaida ambao kama si wasomi wa akida hawezi kuelewa, wakishaambiwa lakini bila kaifu wala tashbihi wanaona ni sawa. Lakini wasomi wa akida wasema la, mustahil. Walfikru inda haulai alqaumi, na fikra ya itikadi kwa watu hawa mawahabi, mabniyun, imejengewa bishaklin raisiin, kwa namna ya kimsingi kabisa, ala alhadithi, juu ya hadithi, walaysa ala alquran, sio katika Qur'an. Sisi tufahamu kwamba itikadi aqida tunazichukua kwenye nini? Kwenye Qur'an. Yani bil istiqra'i tam. Al-Imam Hasan bin Ali Saqaf hafidhahullah ta'ala asema bil istiqra'i tam, ku istiqra, ufuatiliaji uliotimia kabisa, imetabayana ya kwamba mambo yote husiana na itikadi hapo katika Al-Qur'an Al-Karim. Ukiona kitu cha aqida ambacho kwamba hakijathibitishwa katika Al-Qur'an Al-Karim, hiyo sio aqida. Hiyo sio ni? Ndio maana yake tukasema baadhi ya maneno hapa tukasema kwamba fihi kalam, kwa sababu hayapo katika nini? Katika Al-Qur'an. Lakini mawahabi na itikadi za Uislamu, msingi wetu mkubwa inabidi uwe nini?
Qur'an, lakini mawahabi wamegeuza. Wao msingi mkubwa ni hadithi. Bali mmoja katika washenzi wakiwa yani si muwahabi tuseme yani katika mujassima yani. Maana yani lafdhu wahabia ni akhas, mujassima ndio aam. Ni tamko la mujassima ni aam. Sababu linaenea mujassima wa sasa hivi na wa kitambo. Wahabia ni kuanzia Muhammad bin Abdul Wahhab kuja huku. Mmoja katika mashaikh mujassima ambao kama ni al-Barbahari, wenyewe wanamuita Sheikhul Islam, lazimu mmoja. Barbahari kitabu chake hiki anakiita Sharh Sunna. Anakiita nini? Sharh Sunna maarufu. Ni kitabu ambacho kama kina takataka nyingi za itikadi. Ambacho kama rubama yani siku nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitupa uhai, tawaambia mkakinunue tukisome tukinakidi yani. Tukifanya nakidi. Sababu sisi alhamdulillah tumekisoma kwa Imam Hasan al-Saqaf naqalan. Imam Hasan al-Saqaf Allah yahfadhu amekifanya nakidi short. Kwa hivyo inshallah Ta'ala rubama yani mkaweza kustafidi. Lakini mahalu shahid ni hapa, kuna maneno hapa ya hovyo sana. Angalia 80 Barbahari. Baada ya maneno marefu akasema fa innal Qur'ana, hakika Qur'an ila sunnati ahwaju min as-sunnati ila al-Qur'an. Asema Qur'ani inahitajia zaidi sunna kuliko sunna kuhitajia Qur'ani. Salala, kuna ukafiri zaidi ya huu. Yani Qur'ani inahitajia ni sunna. Aslan kati ya sunna na Qur'ani kipi kinamhitajia mwenzake? Sunna. Si hata tunasoma katika vitabu vya musalu al-hadith ya kwamba katika njia za kutambua hadithi kama sahihi ama si sahihi lazima ifanye ardhi katika nini? Katika al-Qur'an al-Karim. Yani hadithi ili tujue kama ni sahihi isipingane na nini? Na Qur'an. Baina ya sunna na Qur'an ipi aqwa? Naam, Qur'an. Kwa sababu Qur'an yote kuthubutu kwa al-Qur'an al-Karim ni qat'i, si ndio? Kuthubutu kwa al-Qur'an ni qat'i. Isipokuwa ayati ndio zinagawanyika katika dilalat. Kuna baadhi ya aya ambapo kama dilala yake ni qat'iyya, baadhi ya aya dilala yake ni dhanniya. Lakini thubuti ya sunna rubama tunaweza kusema 99 katika sunna kuthibiti kwake ni qat'iyya au dhanniya. Dhanniya qismu wahid katika sunna ndio ambapo kwamba kuthubutu kwake ni qat'i, ambapo kama ni mutawatir. Na hadithi yani kukusanya hadithi zote baina zile ambazo kama kuthubutu kwake ni dhanniya na qat'iyya, yani qat'iyya yani yushakil rubama moja katika 99 yani. Si ndio? Hasa napokuja maneno ukafiri kabisa shekh kwamba fa inna al-Qur'an ila sunnati ahwaju min as-sunnati ila al-Qur'an. Hadha kufr. Junun yani. Sah? Yani haya maneno yamenukulia ili muone haya maneno ya Imam Hasan al-Saqaf, si kwamba amesema tu tashahiyan kwamba kwa emotions kwa hisia zake, la, ni maneno ambayo kwamba yako wazi katika vitabu vyao. Hatumsingizi mtu. وقد انبثقت عقيدة تشبيه الله تعالى, na hakika imetumbuka itikadi ya kumfanisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bil adamina, na binadamu indahum kwa hawa mawahabi min baadhi la hadithi. Itikadi hii imechumbuka kutoka katika baadhi ya hadithi allati ambazo kwamba akhadhu wamechukua dhahiri yake, ufassaruha na wakazifasiri ala ghairi wajhi, kwa namna ambayo kwamba si ile ya kwake, yani sio namna ya kuzifasiri zile hadithi. Ma annaha ahadithu la tasih, pamoja na kuwa hadithi hizo zenyewe ambazo kama mmezifasiri kimakosa na hadithi ambazo kama sio sahihi indana kwetu sisi, sio sahihi kabisa albatta kabisa. Mithlu mfano hadithi semayo hadithu Abi Huraira au mithlu hadithi Abi Huraira, mfano hadithi Abi Huraira iliyopokelewa kutoka Abu Huraira inasema inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu khalaqa Adama, amemuumba Adam ala surati, juu ni katika sura yake. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, inapokelewa na Bukhari na nini maana ya hadithi inna Allah khalaqa Adama ala surati, kwamba Mwenyezi Mungu amemuumba Adam juu ni ya sura yake. Imamu anasema wa ta'wili yake maelezo yake, in qulna bi sihhati, ikiwa tutasema kwamba hadithi ni sahihi, ma dhakaru al-Hafidh Ibn al-Jawzi, ta'wili yake ile ambayo kwamba mitaja al-Imam al-Hafidh Ibn al-Jawzi fi dafi shubah at-tashbih, katika kitabu chake dafi shubah at-tashbih, haithu qala, vile alivyosema inna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam marra bi rajulin, alimpitia mtu, yadhribu rajulan, anampiga mtu mwingine, huwa yaqul, hali yakuwa anasema qabbaha Allahu wajhaka, Mwenyezi Mungu aufanye muovu, aufanye mbaya uso wako, yani uso wako ni mbaya, au Mwenyezi Mungu akuweke mbali na nini
na khairi. Qabbaha Allah wajhaka, Mwenyezi Mungu ufanye mbaya uso wako, wajha man ashbaha wajhak, na uso atakayefanana na uso wako. Yani anamwapiza yule mtu na kumtukana namna hiyo. Faqala, mtume akanena, idha daraba ahadukum, pindi akipiga mmoja wenu, falyattaqil wajha, basi na aogope nini? Aogope uso, auepuke uso. Fa inna Allah ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, khalaqa Adam, ameumba Adam ala surati, katika sura yake. Yani anakusudia ala surati hadha almadhrubi, Mwenyezi Mungu amemuumba Adam katika sura ya huyu na unampiga. Maana yake sura yake huyu ni kama sura ya nani? Ya Nabii Allah Adam alayhi salam. Au wengine wakafasiri wakasema kwamba inna Allah khalaqa Adam ala surati, kwa Mwenyezi Mungu ameumba Adam juu nini? Ya sura yake. Yani ile sura alokuja nayo Nabii Allah Adam huku duniani ndio ile ile ambayo Mwenyezi Mungu amemuumba. Sisi tunaelewana? Au bado tufahamia? Tawili ni mbili. Tawili ya kwanza, inna Allah khalaqa Adam ala surati, yani ala surati hadha almadhrub, hakika Mwenyezi Mungu ameumba Adam katika sura ya huyu unayempiga, yani sura yake kama sura ya Nabii Allah Adam. Kwa hivyo usiseme maneno kama hayo. Tawili ya kwanza. Tawili ya pili, fa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi, hii dhamiri hapa inarudi kwa nani? Kwa Adam, kwamba ile sura aliyokuja nayo Nabii Allah Adam duniani ndio ile ile ambayo Mwenyezi Mungu amemuumba nayo. Tawili tumeelewana? Hii ameitaja Imam al-Hafidh Abu al-Faraj Abdurrahman ibn al-Jawzi hafidhahu rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Dafu Shubah at-Tashbih ya Kufi at-Tanzil. Saidi kitabu Dafu Shubah at-Tashbih. Yani mimi mara nyingi usikum bihadha al-kitab, addu alayhi bin nawajid, Dafu Shubah at-Tashbih ya Kufi at-Tanzil. Na usieni sana, kishikeni sana kitabu hiki, mtaona maajabu. Mtaona maajabu ya kwamba huyu al-Imam Ibn al-Jawzi ni Hanbali, lakini kitabu hiki amekiandika kwa radi na kuwakosoa mahanabila wenzake wote wa madhehebu yake. Unajua mara nyingine sisi ambao kwamba si Hanabila tukiwakosoa tunaonekana labda tunawakosoa kwa sababu ya chuki za kiitikadi, kwa sababu mirengo yetu na yao iko tofauti. Huyu na Ibn Jawzi na ameongea tena maneno mazito. Kwa hiyo alaikum bihadha alkitab. Hii ni tawili. Lakini al-Imam Hasan bin Ali as-Saqaf yeye anasema katika hasha hapo nambari 10, anasema akhirul amrayn indi, mwisho wa mambo mawili kwangu mimi. Akhirul amrayn, mwisho yani jambo la kwanza ni usahihi wa hadithi ama kutokusihi. Kufasema mwisho wa mambo haya mawili kwangu mimi, faino yake nini? Asema akhirul amrayn, faino ya mambo mawili indi kwangu mimi, حول هذا الحديث، كوسان حديثي أنه نقام حديثي مما رواه أبو هريرة، نكتك حديث الزبكي أبو هريرة عن كعب الأحبار. كتوه كناني كعب الأحبار. كعب الأحبار على فكرة يعني اختصارا هو يلقوا نكتك وصومي وكيهودي كيشا أكسليم. بعض العلماء سema alidhihirisha tu Uislamu, lakini Uislamu wake bado ulikuwa una matatizo. Fahuwa min al-Israiliyat. Kwa hivyo ukiambiwa kwamba hadithi Abu Huraira ametoka kwa Ka'b al-Ahbar, kwa hivyo ni katika ngano za nini? Za vitabu vya kale. Israiliyat, ukisikia Israiliyati maana yake ni maneno ya ngano. Ngano unajua ni maneno ambayo kwamba hayana maana. Kwa hivyo tukisema ngano hapa, yani ala fikra misashafi, tukisema ngano ni maneno ambayo kwamba hayana udhubutu. Yani kama story zile ambazo kwamba wazee wanawapigia watoto kwamba sungura kajenga nyumba, fisi akaja akaibomoa, ni ngano. Kwa hivyo tukisema Israiliyati ni ngano za Banu Israili, maana yake ni maneno ambayo kwamba hayana ukweli. Kwa hivyo tukiwaambia maneno haya yamenukuliwa kutoka Ka'b al-Ahbar ni katika Israiliyati, ni katika maneno ambayo kwamba yamenukuliwa katika vitabu vya nini? Vya Israiliyati, yani vitabu vya watu wa kale, Mayahudi na Wakristo. Alati, maneno ambayo kwamba huwirat, yameeditiwa. Ushaona huwirat yamefanya nini? Yameeditiwa, yameingizwa kwenye filter. Waduwirat, yakageuzwa, yakafinyangwa hata sarat min jumlati la hadithi, mpaka yakawa ni katika jumla ya nini? Ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Uhalisia yametoka kwa Banu Israili, ni maana ambapo kwamba hayana maana, lakini jamaa wataalamu wameingiza kwenye filter, wakayageuza, wakayapendezesha, wakayachonga mpaka yakawa ni hadithi ya Mtume. Sasa hapa atabainisha vipi maneno hayo yalifinyangwa mpaka yakawa ni ya Mtume, vipi maneno hayo yaliingizwa kwenye filter na yakaeditiwa mpaka yakanasibishwa na Mtume.
Ndio tunasema leo kuna maneno mazito sana shaka. Je, kusikia tu kamzalio. Wa khasatan asasa annahu ya kwamba warada yani anasema kwa nini? Yani hadha ta'lil. Hii ni ta'lili haya maneno aliyosema hapo nyuma ya kwamba kwa nini anasema maneno haya si maneno ya mtume bali ni maneno ambayo kwamba yametoka katika vitabu vya kale Israiliyati. Kwa nini? Asema kinachothibitisha hilo khasatan hasasa annahu ya kwamba warada imepokelewa fi sifri al-awwali katika kitabu cha mwanzo mina Taurati cha Torati. Asema kinachothibitisha hilo ni kwamba imepokelewa fi sifri al-awwal katika kitabu cha mwanzo mina Taurati katika nini? Katika Torati. Na Taurati sasa hivi haiko. Kuna nini? Kuna kumbukumbu la Torati ama sivyo? Taurati iko? Wanasema kuna nini? Kumbukumbu la Torati. Haya. Katika Torati imekujaje? Imekuja hii kifungu cha aya katika Torati na kinasema sanakhluqu basharan. Taurati inasema Mungu alisema tutamuumba binadamu ala suratina. Katika nini? Katika sura yetu yushbihuha, anayefanana na sura yetu. Taban, tunajua si Taurati imefanya nini? Imechakachuliwa, si ndio? Kwa hivyo kinachothibitisha kwamba hadithi hii imetoka katika Taurati ni hii kifungu cha Taurati kinachosema kwamba Mungu alisema sanakhluqu bashara, tutamuumba nani? Binadamu ala suratina, akiwa katika nini? Katika sura yetu anayefanana na sisi, yushbihuha. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba hadithi inna Allah khalaqa Adama ala surati imetoka hapa, kwa sababu Wakristo wanaitakidi kwamba Isa ni Mungu au ni mwana wa Mungu. Wanaitakidi Mungu, wanaitakidi ni Mungu mdogo alafu kuna Mungu mkubwa. Wanaitakidi mwana wa Mungu, wanaitakidi kwamba Mungu wao alijimega sehemu akafanya nini? Akamuumba Adam. Ndio hii manake sanakhluqu basharan ala suratina yushbiha, kwamba Mungu alijimega sehemu yake kisha akamuumba Isa. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Kwa hivyo hiki kifungu kinaonyesha hii riwaya imetoka huku. Ndio asili ya hii riwaya. Na Abu Huraira ala fikra ni katika wanafunzi wakubwa wa Ka'b al-Ahbari. Tuona hapo mbele. Allahu akbar. Waqad dhakara al-Imam Muslim, na hakika ametaja al-Imam Muslim sahibu sahih, mwenye sahihu Muslim, fi kitabihi at-Tamyiz, katika kitabu chake Tamyiz, sahifa 175, bi sanadin sahih, kwa sanadi ambayo kama ni sahih, ila Busr bin Sa'id, mpaka kwa Busr bin Sa'id, وهو من كبار التابعين. Busr bin Sa'id ni katika kibaru tabi'in, wa min rijali sita, na katika upokezi ambao kwamba waliopokelewa hadithi zao katika vitabu sita. Vitabu sita ni sahihain na as-sunan al-arba. Wa min talamidhi Abi Huraira, na huyu Busr bin Sa'id ni katika wanafunzi wa Abu Huraira, annahu qal, hakika Busr bin Sa'id alisema maneno mazuri sana 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 sana, yambaghi wa yastahiqu an yuktaba bimidadi dhahabi wa yu'allaqa fil marakiz. Anasema Busr bin Sa'id, intabihu ya jamaa, sahsihu. Anasema ittaqullah, aliwaambia watu mcheni Mwenyezi Mungu. Tena umeona kwa umuhimu wa maneno haya yameboldiwa. Ittaqullah, sumana yameboldiwa masivo. Mcheni Mwenyezi Mungu. Watahaffadhu min alhadithi, na jichungeni sana kunako hadithi. Watahaffadhu min alhadithi, jichungeni sana nini? Hadithi. Yani kuweni makini sana na hizi hadithi. Kwa sababu gani naambia watu makini na hadithi? Asema fa wallahi, kwani hakika na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu, laqad ra'aytuna nujalisu Abu Hurairata, hakika sisi tulikuwa tunaketi na Abu Huraira. Laqad ra'aytuna nujalisu Abu Hurairata, tulikuwa tunaketi na Abu Huraira, yani tunaketi katika darasa ya Abu Huraira. Fayuhadithu an Rasulillah, katika jalsa hiyo alikuwa akituhadithia sisi kutoka kwa mtume. Wayuhadithuna an Ka'b, na alikuwa akituhadithia story kutoka kwa Ka'b. Yani akiwahadithia kutoka kwa mtume manake maneno ya mtume. Wayuhadithuna an Ka'b manake nini? Israiliyat. Haya. Shida iko wapi? Shida iko hapa. Thumma yaqum, kisha baada ya Abu Huraira kutupa darasa hiyo ya hadithi za mtume na Ka'b al-Ahbari, anaondoka. Tatizo linaanza hapa. Fa asma'u ba'dha
man kana mana. Baada ya hapo nikawa na wasikia baadhi ya watu ambao kwamba walikuwa na sisi katika darsa, yaj'alu haditha rasulillahi an Ka'b, hadithi ile mtume afanya ni ya nani? Ni ya Ka'b. Wa yaj'alu haditha Ka'b an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na hadithi ya Ka'b ifanya ni nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ukiuliza Israiliyati zilianza kuingia vipi katika nini? Katika al-fikru al-islami ziliingia hivyo. Kwa hivyo unapoambiwa hadithi hii inamkini ya kwamba si ya mtume ni ya Ka'b al-Ahbari, imeingizwa huku, iliingia vipi? Iliingia hivi. Kwa sababu tujue zamani ilikuwa yani hakuna vitabu namna hii kwamba muhadithi akija anasoma kutoka katika vitabu. Na ilikuwa hakuna labda mimi nikija kusomesha hivi nyinyi mnaandika. Ilikuwa mwalimu anakuja hivi anasoma kutoka katika hifadhi yake na nyinyi mnasikiza kutoka katika nini? Hifadhi yenu. Anayestafidi zaidi ni yule mwenye nini? Mwenye hifadhi kali. Lakini binadamu ni binadamu, aweza kusahau, anaweza kupitikia, anaweza kuchanganya mambo, inawezekana vipi? Kwa hivyo tatizo likawa ni kwamba baadhi ya watu ni binadamu, wanatoka pala wanachanganyikiwa. Hadithi za mtume zifanya za Ka'b, hadithi za Ka'b za. Sasa hapo hauoni kwamba ni njia rahisi ya Israiliyati kuingia katika itikadi za Uislamu? Naam. هذا كلام خطير للغاية, خطير جدا. Tulieleza haya katika durusi, baadhi ya durusi huko nyuma, tukaambiwa tunamtukana nani? Tunamtukana nani? Tunamtukana Abu Hurairah. Tukaambiwa tunamtukana. Jamaa, maneno haya nimezoa mimi Shafi, nimetoa kibindoni mwangu. Ingekuwa maneno haya nimetoa kibindoni mwangu, sawa utanena mimi namtukana Abu Hurairah. Lakini maneno haya ametaja Imam Muslim sahibu sahih katika kitabu chake At-Tamyiz. Kwa hivyo kama kutuhumiwa kumshambulia Abu Hurairah, ilibidi mtuhumiwa mimi lonukulu au Muslim aloniletea. Lakini si Muslim peke yake. Wa dhakara hadha, na haya maneno ametaja an Muslimin aidan, akinukulu kutoka kwa Imam Muslim Adh-Dhahabi, ametaja na Imam al-Hafidh Adh-Dhahabi fi Siyar A'lam an-Nubala, katika kitabu chake Siyar A'lam an-Nubala. Wa Ibn Kathir, na Imam Ibn Kathir pia ametaja maneno haya fi al-Bidayah wa Nihaya, katika kitabu al-Bidayah wa Nihaya. Fataamalu, pelelezeni haya maneno ili muelewe kwamba mimi nikinena hadithi imetoka katika Israiliyati na kusudia nini. Haya. Thaniyan, hadithi ya pili ambayo kwamba iliyojenga itikadi za Kiwahabi ni hadithu Abdurrahman bin Aish, ni hadithi Abdurrahman bin Aish. Wa fihi, na ndani yake ya ndani hadithi Abdurrahman bin Aish inasema raaitu rabbi, nilimuona Mola wangu. Yani kwamba wanena kwamba eti mtume alisema raaitu rabbi, nilimuona Mola wangu fi ahsani suratin, katika sura nzuri zaidi. Faqala li, akaniambia mimi, fima yakhtasimu almalau al'a, mkusanyiko wa watu wa juu huko mbinguni wazozana kuhusiana na nini? Ya Muhammad, wewe Muhammad. Qultu, nikasema, anta a'lamu ya rabbi, wewe unajua zaidi ewe Mola wangu mlezi. Asema, fawadha kaffahu, akaweka kitanga chake baina katifaya, baina nini? Ya vitanga vyangu viwili, hata wajadtu bardaha, mpaka nikapata ubaridi wa hicho kitanga cha huyo Mungu, baina thadiyaya, katika kifua chako. Ta'ala Allahu an dhalika, Mwenyezi Mungu amechukuka kuchukamana na hilo, uluwan kabira, kuchukuka ambako kwamba ni kukubwa zaidi. Yani hadithi ala fikra, anta muslim, yani kama muslim, mtu ambaye kama ni muislamu, uliosoma Qur'an, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Unahitaji mwanuzoni wa hadithi kuja kuambia hadithi kwamba ni batil? Ya, naam. Raaitu rabbi fi ahsani sura, mimthilitiana na Mwenyezi Mungu sura. Sura ni hadith ama sio hadith? Sura ni makhluq au sio makhluq? Na kila ambacho kama ni murakkab an makhluq kinakuwa ni makhluq au sio makhluq? Kinakuwa ni hadith au sio hadith? Kwa ithbatu sura lillahi ta'ala, unathibitisha kwa Mwenyezi Mungu ni hadith au huthibitisha? Ni imani ama ni ukafiri? Akili peke yake. Fadha kafahu baina katifaya, akaniwekea kitanga. Kitanga hicho ni kitanga kama cha Muhammad, ni kitanga kama changu, ama kitanga kama cha kwako? Baina katifaya, akaniwekea kitanga chake baina ya nini?
Mtume Muhammad manake ni binadamu, si ndio? Mwili wake ni binadamu, si ndio? Una mwanzo na nini? Kwa hivyo unaonyesha hicho kitanga cha huyo Mungu wao wanachokifikiri ni kitanga, ni kama kitanga cha kawaida. Si ndio? Yaani bila shaka mwili wa mtume ni mkubwa kuliko hicho ni kitanga. Ithbatul kaf. Ni tajsimi au sio tajsimi? Yaani taka kama hizi shekhe, vipi utajenga itikadi juu yake? Hadithi anasema Maulana anasema katika taalika hapo chini, Ta'ala Allahu, ametukuka Mwenyezi Mungu, Jalla Jalalu, utukufu ni wake, anisuari kuchukamana na hizo sura wanazomthibitishia, wala ashkali na hayo maumbile, wala hayat, shakli ni maumbile hayo wanamthibitishia Mwenyezi Mungu, laisa kamithli shay'un, hana mfano wa chochote, wala yakul lahu kufuwan ahad, wala hana anayefanana naye hata mmoja, hakuna anayefanana na Mungu hata mmoja. Watanazzaha sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ametukuka Mtume sallallahu alaihi wasallam an ayantiqa mithla hadha alkalam, kutamka mfano wa maneno kama haya ya kishenzi. Wa hadha hadithun dha'ifun, hadithin dha'if min nahiyati sanad, katika upande wa sanad. Batilun, hadithini batil min nahiyati almatn, katika upande wa matn hiyo ni batil, unaona kabisa inapingana Qur'ani. ضعفه أحمد بن حنبل، أميذوفيش الإمام أحمد بن حنبل، ومحمد بن نصر المروزي، محمد بن نصر المروزي، والدارقطني الإمام الدارقطني، والبيهقي الإمام البيهقي، وابن الجوزي الإمام ابن الجوزي، وغيره من wengineo. Hao wote ni vigogo ambao kwamba wamekongamana katika kuidhoofisha hadithi hii. Asema katika hashia, unzur tizamu maneno hayo, tahdhib at-tahdhib, katika kitabu tahdhib at-tahdhib لابن حجر الإمام ابن حجر، والأسماء والصفات ناتزامة كتاب الأسماء والصفات للبيهقي الإمام البيهقي بتحقيق الإمام الكوثري، وحقيقة الإمام الكوثري. على فكرة الأسماء والصفات الإمام البيهقي إيكو زيكو ambazo kama zimechapa madukani, lakini kwa tahqiqi na taaliqati za mahali, hadha khatir. Asma wa sifat na usiamcho ukitaka tafuta ambao kwamba yenye taaliqati na tahqiqi ya Imam Muhammad Zahid al-Kawthari. والنكت الظراف نتزامة كتاب والنكت الظراف على تحفة الأشراف للحافظ ابن حجر الإمام الحافظ ابن حجر، ودفع شبه التشبيه للحافظ ابن الجوزي الإمام الحافظ ابن الجوزي، والتعليقات عليه نتزامة زله تعليقات زيت الياكن، تعليقات زي الإمام حسن بن علي السقافي. على فكرة حتى الإمام الحافظ العلامة المحدث عبد العزيز ابن صديق الغماري حفظه rahimahullahu ta'ala, pia ameandika kitabu khas katika kubatilisha hadithi. Kitabu chenyewe hiki hapa, kinaitwa Al-Qawl al-Asad, kinaitwa Al-Qawl al-Asad fi bayani hali hadithi ra'aytu rabbi fi surati shab al-amrad, ta'lif Sayyidi al-Muhaddith al-Sharifi Abu al-Yusri Abdul Aziz bin Siddiq al-Ghumari hafidhahullahu ta'ala, ambacho kama kimefanywa taqdim na ta'liq na al-Imam Hasan bin Ali as-Saqaf hafidhahullah ta'ala. Hadha kitabu mumtazun jiddan, kitabu kizuri sana, ukisoma naeleza ubatili wa hadithi ra'aytu rabbi fi surati shabin amr, kwa sababu ni katika riwaya nyingine pia hadithi ni ra'aytu rabbi fi ahsani sura, ra'aytu rabbi fi surati shabin amr kama athbata yani huna fi kitab. Kwa kitabu hiki pia ni kitabu kujua kuhusiana hadithi, alaykum biha kitab. يعني بس هنا يعني إشارات فقط، تاك توسل لازم ورجع بين الكتاب. قد ذكر الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه في شبه التشبيه، na hakika ametaja al-Hafidh Ibn al-Jawzi katika kitabu chake dafu shubha at-tashbih sahifa 151, anna ibn Hamid al-Mujassim al-Hanbali, hakika huyu ibn Hamid al-Hanbali ambaye ni mujassim, rawa hadha al-haditha, ayapokea hadithi bilafdhi kwa tamko ambalo kwamba lisemalo Ra'aytu ar-Rahmana ta'ala, nilimuona mwingi wa rehema mtukufu, fi surati shabin amradin, katika sura ya kijana kitoto. Shab ni kijana, amrad ni kijana ambaye kwamba hana nini, hana ndevu. Subhanallah, ta'ala Allah an dhalika uluwan kabir, hadha kufr. Asema lahu nurun, ana nini, ana nuru, yatala'alu, ana nga,
Waqad nuhitu, na hakika nimekatazwa, an wasfihi lakum, kumsifia kwa nyinyi. Fasaaltu rabbi, nikamuomba Mola wangu, an yukrimani bi ru'yatihi, anikirimu kumuona. Wa idha huwa, mara nilipomuona yeye, kaannahu arusun, kana kwamba ni biharusi. Shuf ila hadha al-kufr, ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Yani haya matamko yenyewe, alfadhul hadith, kabla hujapata bayani kutoka muhaddith, alfadha ambayo kwamba yani taqsha'iru minha juludu ahli al-iman, yani maneno ambayo kwamba ukiyasoma tunaona ngozi inafanya inasisimka. Yani kaifa yani insani yushabbihu Allah bil arus. Yani thumma, kisha tunakuambia kwamba mujassima ni kufar, insani yudafi anhu. Kaifa tudafi anhu? Kaifa tudafi anhu? Haulai aathu fil iman fasadan wa ifsadan, wameneza ufisadi mkubwa. Huyu mtu mwenye kuleta mastori kama haya, anawalingania watu katika tauhidi au kuwarudisha katika alwathaniyatul ula, ni kuwarudisha watu katika alwathaniya alula, si ndio? Hina kashafa an hijabihi, wakati alipofunua ile hijabu yake, mustawin ala arshihi, akiwa ameketi juu ya arshi yake. Kwa hivyo umeelewa sasa itikadi, uhalisia itikadi za Mawahabi. Kwa hivyo wao wanaitakidi kwamba Mungu wao yupo katika sura ya kijana kitoto, sura yake ni kama bibi harusi anang'aa, ameketi hivi kwenye arshi, ameketi namna hiyo. Na kuna hijab, kuna pazia, ukitaka nafungua unamuona, kimaliza anarudishia. Yani hadha hatta taarifu haqiqata haulai al-kuffar. Wabayana al-Hafidh Ibn al-Jawzi, na amebainisha al-Imam al-Hafidh Ibn Jawzi, anna hadha kadhibun qabih, ya kwamba huu ni uongo ambao ni mbaya sana. Hadithi ya tatu katika hadithi ambazo kwamba walizotegemea Mawahabi katika kuunda itikadi zao na mujassima kiujumla. Wal hadithu athalith, hadithi ya tatu, hadith Tufail, ni hadithi ya Tufail. Watadhkuru fihi, na nataja ndani yake, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam raa rabbahu, alimuona Mola wake, fil manami, usingizini, fi ahsani suratin, katika sura nzuri, shaban, aliyekuwa ni kijana, muwaffiran, akiwa na nywele zake kamili. Yani انظروا لهذه الكفريات، لهذه الحماقات المنقولة عنها. رجلاه، miguu yake, fi khudhratin, ipo katika kijani kibichi. Alayhi na'lani min dhahabin, akiwa amevaa kanda mbili za dhahabu. Ala wajhi farashun min dhahabin, usoni mwake hapa kuna vipepeo vya dhahabu vinapepea, vinaenda huku vikirudi huku. Yani taswiri hii, kumsawiri Mungu na kumueleza Mungu katika sura kama hii, kuna tofauti na yale yanayoelezwa katika Biblia. Kuna tofauti. Itikadi kuna tofauti na itikadi za Wakristo. Wakristo si ndio wanavyoitakidi hivi? Naam. Waqad nassa ahlul hadithi, na hakika wameeleza ahlul hadithi, ala annahu hadithun makdhubun, ya kwamba hadithi imezuliwa, maudhu'un, imewekwa, kal Bukhari, kama Imam al-Bukhari, wal Baihaqi, na Imam al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Ibn Ma'in, na Imam Ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in, yani Imam ahli al-jarh wa at-ta'dil, wa ghayrihim, na wengineo. انظر توثيق ذلك، angalia uthibitisho hilo. انظر توثيق ذلك، angalia uthibitisho hilo, fi kitabi, katika kitabu dafi shubhi tashbih bi kufi tanzih bi tahqiqina, kuhakiki wetu. Wa hadha al-i'tiqad, na itikadi hii ambayo kwamba imeelezwa hapo, mudaddu li qawlihi ta'ala, inapingana kabisa na kauli yake Mwenyezi Mungu, laysa kamithlihi shay'un, wa li qawlihi ta'ala, na inapingana kauli yake Mwenyezi Mungu, walam yakul lahu kufuwan ahad, wala hana anayefanana naye hata mmoja. Kisha Mwenyezi Mungu yupo katika sura, ameketi, amevaa viatu vya dhahabu, huyo anafanana hafanani? Kwa hivyo atafaa kuwa ni Mungu? Unajua, ala fikra ndio pale tunaposema kwamba
kwa hao wanaotetea mawahabi, wanaotetea tajsim. Itikadi hii ni imani ama ni ukafiri? Ukafiri. Mwenye kuitakidi imani hii ni basi. Kama annahu mudadu liqawli ta'ala, kama ilivyo pia itikadi hii inapingana na kauli yake Mwenyezi Mungu, subhana rabbika, takatifu wa mawe ni Mola wako, rabbil izzati, Mola wa utukufu, amma yasifun, kutokamana yale wanamsifia nayo. Fahadhihi alahadithu thalathatu, hadithi hizi tatu, binadhari al-Imam Saqaf anasema kwa mtizamo wangu, hiya aslu takwini al-fikri salafi, ndio asili ya uundaji wa fikra za itikadi za masalafi au al-wahabi au mawahabi, wa taswirihi, na kumsawiri kwao lillahi ta'ala, Mungu. Yani hadithi hizi tatu ndio hadithi zilizounda itikadi za mawahabi, na ndio hadithi ambazo kwamba zilizounda ule ufikiri wao kumfikiri Mwenyezi Mungu. Wayuakidu dhalika, na linalitilia mkazo hilo nilolisema la kwamba hizi hadithi ndio asili ya itikadi ya mujassima, anna al-Hafidh Ibn al-Jawzi, hakika al-Imam al-Hafidh Ibn al-Jawzi, al-Imam al-Munazziha, ambaye kama ni imam munazzih, yani mtu ambaye kama anamtakasa Mwenyezi Mungu kutokamana na kufanana na viumbe wake na tajsim na mfano wake. Hanbali hiyo. Ndio maana yake hao wako kina Imam Ibn al-Jawzi, Ibn Qudama al-Maqdisi, Ibn Aqil, hao wanaitwa fudala al-Hanabila. Hao wanaitwa fudala al-Hanabila. Ibtada fi kitabi, ameanza katika kitabu chake dafu shubahi tashbih bihadhihi al-ahadith thalathati, kwa hadithi hizi tatu. Yani al-Imam Ibn al-Jawzi alipoanza kuwanaqidi mujassima katika kitabu chake dafu shubahi tashbih, ameanza na nini? Na hadithi hizi tatu. Yani ishara ya kwamba hadithi hizi tatu ndio msingi wa nini? Wa itikadi zao. Ukiuvunja itikadi zao zimevunjika. Ukiwacha itikadi zao zitabaki zimesimama. Kwa hivyo al-Imam Ibn al-Jawzi ameanza bihadhihi al-ahadithi thalatha inda kalami, wakati wa mazungumzo yake, ala al-ahadithi allati, juu ya hadithi ambazo kwamba ihtajjat biha al-mujassima, wametolea hujja kwazo mujassima, wal mushabbiha al-mushabbiha min al-hanabila, katika Hanabila fi aqaidihim, katika itikadi zao, wa fi kutubihim allati, na katika vitabu vyao ambavyo kwamba waalafuha wamevitunga, fima yusammuna, katika vile wanaviita, fima yusammuna afwan, katika kile wanachokiita at-tauhida wa sifat, kile wanachokiita tauhid na nini, na sifa za Mungu. Nafikiri si nani juzi alikuwa akipitia dafu shubahi tashbih, akaniambia kwamba ni kitabu cha hadithi hiki. Ni wewe ama? Nilikwambia la, ziko hadithi za ambazo kwamba wategemea mujassima katika tajsim, ndizo ambazo kwamba ameanza nazo, amezinakidi kisha kanakidi baadhi ya maneno au ila dhalik. Kwa hivyo nafikiri ni kitu ambacho kama maarufu endako. Wa mimma yuakidu dhalika, na katika vitu vinavyotilia mkazo hilo, anna al-kutub al-aqaidiyya, hakika vitabu vya itikadi ya aqida, allati ambavyo kwamba yatbauha salafiyuna, wanavichapisha wa masalafi, wal wahabiyun, na wahabi, wallati ambavyo kwamba yusamuna, wanavita kutuba sunna, wanavita vitabu vya sunna, wa kutuba tauhid, na vitabu vya tauhidi, wal iman, na iman, wa sifat, na sifat, kullaha, vyote, si ndio ama kullaha, si ndio? Naam, anna al-kutuba kullaha, hii ni taukidi ya kutub ama kulliha, takuwa taukidi ya nini? wakataba tawhid, nasema wakataba wallati yusamma. Wa mimma yuakidu dhalika anna al-kutub al-aqaidiyyah allati yatbauha as-salafiyun wal-wahhabiyun, wallati yusammunaha kutub as-sunnati wa kutub at-tauhid wal-iman was-sifat kullaha. Ndio kwenye kutub, taukidi ya kutub. Hivi vyote, vitabu vyote hivi, tahmilu, vinabeba, fi tayyatiha, katika madhumuni yake, fi tayyatiha, katika nini? Katika madhumuni yake, anawina, vinabeba nini? Anwani, tadai, anwani ambazo kwamba zinazodai anna lillahi ta'ala wajhan, ya kwamba Mungu ana uso, wa ainain, na nini, na macho mawili, wa rijlain, na miguu miwili, ila akhiri ma dhakarna, mpaka mwisho wa yale tuliyotaja. Yani unaona kabisa kuna fusuli, shekhi,
faslun fi ithbat alwajh lillah, faslun fi ithbat as-saq lillah. Kuonyesha haulai mujassima, yani vitabu vyao vinashuhudia juu ya hilo. Walidhalika, na kwa hilo, kwa ajili ya hilo kwamba hawa ni mujassima, qala Abu Ya'la al-Hanbali al-Mujassim, amesema huyu Abu Ya'la Hanbali Mujassim alisema huyu kafiri, alzimuni ma shi'tum, nilazimisheni chochote mutakacho, fa inni altazimuhu, hakika yangu mimi nitalazimiana nacho, nitakitakidi, illa lihya, isipokuwa ndevu, wal aura, na uchi, ai fi sifati, katika sifa za Mungu. Yani aliwaambia ninasibishieni ya kwamba mimi namthibitishia Mungu vitu vyote alivyokuwa navyo binadamu isipokuwa ndevu na uchi tu, mimi nitaitakidi hivyo. Jitu kama hili ni lina tauhidi. Nakala dhalika anhu, amenukulu maneno hayo kutoka kwake Al-Hafidh Abu Bakr ibn al-Arabi, Al-Hafidh Abu Bakr ibn al-Arabi fi al-Awasim al-Qawasim, katika al-Awasim al-Qawasim mujallad wa 2 sahifa 283. Ala fikra, Ibn al-Arabi huyu ndo tuliambia juzi, kuna Ibn al-Arab Sheikh al-Akbar Muhyiddin ibn al-Arab, yeye ni munazzih ash'ari sufi muhibbu li ahli al-bayt. Lakini Abu Bakr ibn al-Arabi huyu al-Maafiri al-Maliki al-Qadhi al-Maliki, huyu ni mujassim, afwan, huyu ni nasibi, tuliambia ni nasibi yubghidh ahli al-bayt, walakinahu kana munazzihan. Tukaambia ni maajabu ya Ibn Hazm na Ibn Arabi. Kwa hivyo nimesema haya hata msimu kaambia maneno haya maneno ya Mashia hayo. Si unavyosema? Maneno haya maneno ya si Mashia. Huyu anawakanyaga kweli kweli Mashia katika kitabu chake hiki Al-Awasim al-Qawasim. Yani Al-Awasim al-Qawasim imebeba vitu viwili kinyume. Imebeba aqida ya tanzih, lakini na nini, na nasb. Kifungu kingine ni aqida tanzih na kuwakanyaga vizuri sana mujassim. Lakini kifungu kingine ni kuwashusha ahlul bait na kadha katika joho la kuwaradi nini, Mashia. Maana kuna baadhi ya watu wanawatweza ahlul bait, lakini kwa vazi la nini, la kuwaradi Mashia. Kwa hivyo huyu si mshia, bali katika kitabu chake hiki amewakanyaga kweli kweli nini, Mashia. Yani naeleza kwamba hata msimu kaambia maana hani ya Mashia. Ushaona ha maana anasema Shafi kuhusu sisi Hanabila, na maana ametoka kwa Mashia. Al-Awasim min al-Qawasim nita al-Qadhi Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maafiri al-Maliki, wa kana nasibiyan mubghidhan li ahli al-bayt, walakinahu kana munazzihan. Yani huenda la, ni rubama hii aqida tanzih insha Allah taala itamuokoa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yarhamu. وألف الشيخ حمود الطويجري، na ameandika huyu Sheikh Hamud al-Tuwaijiri al-Muasir, huyu yuko katika zama zetu, ameandika kitabu kinaitwa nini, Aqidatu ahli al-imani, itikadi ya watu wa imani, fi khalqi Adama ala surati ar-Rahman, katika kuumbwa Adam juu ya sura ya Mungu. Hata wasema hata wasikia watu ambao kama wanatutolea hutuba kututukana. Tunaona kijana mwenda wazimu wa Kimangulula alitoa hutuba kututukana katika hutuba ya Ijumaa, kwa sababu sisi tunawaradi Hanabila mujassima. Ndio wasikia wenda wazimu kama wale maneno kama haya. Sasa Hamud al-Tuwaijiri anaandika kitabu Aqidatu ahli al-imani fi khalqi Adam ala surati ar-Rahman. Idhan anwani ya kitabu inathibitisha wanaitakidi nini, kwamba Mwenyezi Mungu katika sura ya nani, na baba ya Adam. Mwenyezi Mungu ana sura, taksib kufr, wa anta tudafi anhu bismi sunna wa ahli sunna bismi tariqa. Ya salam. Wa haulai salafiyuna alwahabiyuna, na hawa salafi mawahabi humul hashwiya. Hao ndio nini hashwiya? Ni kina nani alhashwiya? Ukisoma katika vitabu vya lugha wanasema al-hashwiya au al-hashawiyya nisbatun ila al-hashwi. Ni nisba hii kwa nini hashu? Najua maana ya hashu? Naam. Hashu ni yani ukisikia hashu al-kalam ni ziada ya maneno ambayo kwamba hayana maana. Lakini pia katika lugha hashu min an-nas alladhi yani la yu'tamadu alayhi,
Hada hashu min nas, yani mtu hapo kwamba hategemewi. Kwa hivyo hashu ni kitu ambacho kwamba kilichozidi. Hashu ni kitu cha pembeni. Kwa hivyo nisba ila al-hashu au al-hasha au nisba kwa nini? Kwa al-hasha. Hasha unajua? Hasha ni matumbo. Kwa hivyo hawa wameitwa hashwiya nisba ila al-hashwi au al-hasha. Asema taifatun ni kundi tamassaku bidhahir. Wameshikamana na dhahiri ya nususi wa dhahabu ila tajsimi ghairi. Na wameenda kuitakidi itikadi za tajsimi na la haya hayapo. هذا كلام نقلته من كتب اللغة لو كتبتموه يعني لكان أحسن صح. Kwa hivyo hao ndio hashwiya waitani hashwiya kwa sababu ni watu ambao kwamba ima ni watu hawana maana kwa sababu wameitikadi itikadi za tajsim. Ni hashwiya kwa sababu ni watu ambao kwamba wachukua nini hashu, wachukua vitu vya nini vya juu, watu wachukua juu hawazami. Kwa wasema wa haulai salafiyun, hawa salaf alwahabiyun mawahabi humul hashwiya, do hashwiya alladhina anahum al-imam al-muhaddith al-Kauthari, ala kusudia al-imam al-muhaddith al-Kauthari rahimahullah ta'ala, Mwenyezi Mungu amrahamu, biqawli kwa qawli yake fi muqaddimat kitab tabyin kadhib al-muftari, sahifa ya 18 cha al-imam al-hafidh ibn Asakir, haythu qala, kwa vile alivyosema al-imam al-Kauthari. Na haya Imam al-Kauthari pia ni maneno muhimu sana. Nataka muyashike vizuri sana haya maneno. Al-Imam al-Kauthari anasema wal hashwiya, na hashwiya yani hawa mujassima, hawa mawahabi, asqataha al-jahlu, umewaangusha wao ujinga waliokuwa nao, wal jumudu, na mgando wa fikra waliokuwa nao, ndio vitu vilivyofanya wakaanguka hawa watu. Wal hashwiya asqataha al-jahl wal jumud, na mawahabi masalafi ambao kama ndio hashwiya umewaangusha wao ujinga na akili mgando, hawataki kufahamu. Tartai ara'an jahiliyatan, wanaziridhia rai za kijahilia, warithatha, ambazo kwamba wamezirithi, min nihalin, kutoka katika dini, kanu alaiha, ambazo kwamba hawa hashwiya walikuwa juu yake, kabla al-Islam, kabla ya Uislamu. Maana tajsimi haijaanza leo, si ndio? Imeanza toka Mayahudi na Wakristo. Warajat alaihim, na ukaenea kwa wao hawa hashwiya, tamwihatul mumawwihin, udanganyifu wa wadanganyifu, mina thanawiya, katika hao nini thanawiya. Ni kina nani thanawiya? Thanawiya kama wanavyosema ulama, uktubu hadha al-kalam. Athanawiya, thanawiya firqatun, ni kundi, tara ambalo kwamba linaitakidi anna al-alama, ya kwamba huu ulimwengu, yuhakamu, unaendeshwa, biwasitati quwwatain, kupitia nguvu mbili, mutadadatain, ambazo kwamba zenye kupingana nguvu hizo, huma alkhair wa shar, nguvu zenyewe ni khair na shari. Basi sikilizeni sharia maneno kisha nitawatajia muandike. Ni khair na shari, maatiqadin, pamoja na kuitakidi watu hawa, biwujudi ilahin lilkaun, waitakidi kwamba ulimwengu una miungu hawa wawili, ilahi alkhair, waitakidi kwamba ulimwengu una Mungu wa khairi, wa ilahi shar, na Mungu wa nini wa shar, wa yurmazu ilayhima, na miungu hawa wawili wanaashiriwa, yani wanawakilishwa na ishara binuri wa dhalam, ishara ya mwangaza na giza. Kundi hili linaitwa ni thanawiya. Kwa hivyo thanawiya ni kundi, yani ni kundi katika makundi ambayo kwamba itikadi yao wanaitakidi ya kwamba ulimwengu huu yani nguvu inayoendesha ulimwengu ni nini? Ulimwengu unapelekeshwa na nguvu mbili ambazo kwamba zenye kupingana. Yani khair na shar ni vitu viko sawa. Naam, alkhairu dhiddu ash-shar wa ash-sharru dhiddu al-khair. Kwa hivyo wasema nguvu hizi mbili ndio zinazopelekesha ni ulimwengu. Yani kwa lugha nyingine wanasema kwamba ulimwengu una miungu hawa, kuna Mungu wa shari na Mungu wa khairi. Miungu hao wao ndio wanaoendesha ulimwengu. Watu hawa wanasema giza ndio Mungu wa shari,
mwangaza ndio Mungu wa nini? Akhir. Ta'ala Allah an dhalika uluwan kabira. Kwa hivyo hao ndio wanaitwa nini? Thanawiyya. Kwa hivyo anasema hashawiyya wamechukua udanganyifu wa hawa watu thanawiyya wa ahli kitabi na watu wa kitabu wa Kristo na Mayahudi wasabia na sabia. Saiba ni kundi katika makundi ya Mayahudi. Yani uktubu hadha alkalam alladhi qara'tu an thanawiyya sababu maana hayapo. Uktubu na hada dars inshallah. Asema al-Imam Muhammad Zahid al-Kauthari kuhusiana hashawiyya, lahum taqashufun, wana wao muonekano wa zuhudi. Taqashuf yani mtu kuwa na muonekano wa zuhudi, anavaa kawaida, anakula kawaida, anaishi kawaida, ushaona midevu yake iko hovyo hovyo tu, haichani, anifanya ni sufi, eti zahid, anajiswaki la jiti hapa ameliweka. Yani kama jamaa wanavyofanya, lahum taqashufun, wana wao muonekano wa nini? Wa kizuhudi, hata watu wakiwaona waone kama ni watu mashaallah madhubuti mardat. Yakhda'una bihi, wanawahadaa kwa muonekano wao huo wa zuhudi al-amma, watu wa kawaida ambao kwamba si wasomi. Oh mashaallah tuacha Mungu kweli kweli, si ndio? Wajahalatun, lakini la maajabu ni kwamba wajahalatun, wana maujinga la yatasawwaruha aqilun, maujinga ambayo kwamba hawezi kuyafikiri mtu mwenye akili. Yani mtu akiwa anafikiri kwamba Mungu yupo katika sura ya kijana kitoto, sijui kipo kimevaa dhahabu, sijui kimeketi kwenye arshi, sijui hivi. Haya ni maujinga ambayo kwamba mtu mwenye akili salama hawezi kufanya kuyafikiri kwamba kuna mtu anaweza kufikiria mambo kama haya. Kisha asema wahum ghiladhu tibai, na wao tabia zao ni ngumu kweli kweli. Hapa Mr. Shafi ametuelezea experience yake na ndugu yake. Ni watu ambao kwamba ghiladhu tibai, tabia zao, menendo yao ni migumu kweli kweli. Sheikh huyu ametueleza kuna wandawazimu wengine wa Kiwahabi kule walikuwa wameweka nini? Wameweka fimbo msikitini. Mtu akija na nguo ndefu wanamchapa, akikataa kukata unalazimisha. Sheikh, hizi ni jahalatu la yatasawwaruha aqilun, kama alivyosema al-Imam Muhammad Zahid al-Kauthari rahimahullah. Wa hum ghiladhu tibai qusatun, ni wasusuavu wa moyo, jufatun, wagumu wa mioyo, haina ulaini kabisa wa nyoyo. Kafiri, bid'a, haram, haifai. Jamaa, hata kama mtume jamaa ndo hata kama walingania sawa, yani lao mtume ingekuja ndo wanawalingania watu hivi kwamba akikuona mtu anaabudia sanamu kiboko, ushaona, akimuona mtu amefanya hivi kiboko, huu Uislamu watu wangekubali? Ingekuwa ndo mtume anaenda pale kwa watu wa Maka, wewe makafiri wakubwa nyinyi watu wa Maka, hebu silimuni mtaenda kuchomwa na Mungu, na mtu angesilimu. Lakini mtume alikuwa anawaita, anawapikia chakula, kisha baada hapo anaanza kuwapa nini? Anaanza kuwapa da'wa. Lakini si hivyo. Mwenyezi Mungu anamwambia fadhakir, kumbusha. Si ndio? Inama anta mudhakkir, wewe ni mkumbushaji tu. Lasta alaihim bimusaytir. Wewe si, yani huna kazi ya kuwalazimisha. Da'wa, yani kafiri hujapewa pawa wewe na Mungu. Dini haijakuruhusu kumlazimisha kwamba lazima afanye nini? Asilimu. Je, Muislamu ambaye kwamba ni Muislamu, yu'minu billah wa rasuli, yuqimu salat, yu'ti zakat, yasum wa yahuj wa yaf'al kullama amarahu shar', anafanya kila mambo ambayo kama ameamrishwa sheria, wewe alokupa pawa ya kumlazimisha kwamba lazima afanye itikadi hii nani? Unaona kabisa hawa ni watu ambao kwamba wako mbali na Qur'ani, wako mbali na Sunna. Qur'ani inasema la ikraha fi din, hakuna kulazimishana katika nini? Yani wewe hujapewa power, wewe kama Muislamu hujapewa power ya kumlazimisha asiyekuwa Muislamu kufanya nini? Kuslimu, si ndio? Kuslimu na mtu kufuata mirengo yako, madhehebu yako, kipi kikubwa? Naam? Yani mtu kufuata madhehebu yetu sisi na mtu kuslimu, kipi kikubwa?
Hili kubwa sheria haijakwambia umlazimishe mtu. Je, hili dogo? Sheria itamlazimisha? Sasa wewe umepata wapi power ya kuwalazimisha watu lazima wafuate itikadi zao? Lazima wakate suruali, umepata wapi? La ikraha fi din. Wewe ni kubainisha tu. Ndio maana yake tunawaambia kwamba hawa watu ni katika watu ambao kwamba wako mbali na Qur'ani, wako mbali na nini? Na Sunna. Wako mbali na Sunna. Asema jufatu ni watu wagumu wa mioyo. Yatahayyanuna alfuras. Wanazivizia fursa, wanazivizia opportunity liihdathi alqalaqil, kwa ajili ya kuzusha mabalaa. Liihdathi alqalaqil, kwa ajili ya kuzusha nini? Mabalaa. Yani huwa wanakaa tu wanatafuta opportunity. Maana wanatutamani sisi sana. Sisi watuita ni watu bid'a. Wanatutamani sisi sasa sana. Yani wakipata opportunity wallahi watatuua sote. Walipopata fursa tu kule Arusha, si walianza kwa mageti tindikali mashekhe wa kitarika na madhehebu zingine, wasema wataka kutoharisha mji wa Arusha kuwa ni mji wa Sunna. Na hii ndio itikadi yao, kwamba wakati watakapopata power, sisi watu wa bid'a wote inabidi wafanye ni kuuawa, na wake zetu ni mali zao na mali zetu ni halali yao. Walipopata fursa Maka walifanya vipi? Naam, sio watu wa tarika wote na wakapora mali zao. Kwa hivyo hizo ndio itikadi zao. Na sehemu yote watakapopata fursa tu. Hapo Msumbiji sasa. Msumbiji. Kila siku tunaona machafuko ya wanaofanya machafuko ni kina nani? Ni watu wa tarika. Magaidi wa Msumbiji ni kina nani? Mawahabi. Al-Shabaab ni kina nani? Mawahabi. Al-Qaeda ni kina nani? Mawahabi. Islamic State ni kina nani? Mawahabi. Boko Haram ni kina nani? Mawahabi. Yatahayyanuna alfuras, wanavizia fursa na opportunity liihdathi alqalaqil, kwa ajili ya kuzusha mabala. Popote unapopata mabala wanazusha. Yani wewe Mr. Shafi unakuitakidi kwamba wewe ukipata fursa wanafaa kuue, na kama una mke ni halali yao, ni mateka, na mali zako zote ni ngawira. Ndivyo walivyofanya Arusha kipindi kile. Lakini alhamdulillah serikali ikawagundua mapema, ikawadhibiti, kawekwa ndani. Wengine wakahukumiwa kunyongo, wengine hivi. Alafu baadhi ya wazima wakawa wanapiga kelele, mashekhe wamekamatwa, mashekhe wamekamatwa, waislamu hampigi kelele. Tuwapigie kelele magaidi? Tuwapigie kelele magaidi? Naam, Uislamu uko mbali na ugaidi. Uislamu hautaki ugaidi, wala Uislamu hautetei magaidi, wala hatuwezi kusimama na magaidi. Gaidi kama huyo imethubutika, awekwe ndani, sheria ifuate mkondo wake. Kunyongo wanyongwe, kifungo cha maisha, wapigwe kifungo cha maisha. Washenzi wakubwa ili siku nyingine washike adabu. Watu wangapi sasa hivi wanaishi na matatizo katika watu waliomwagiwa tindikali asidi kule Arusha na wao? Wangapi? Familia ngapi? Wake wangapi wamekuwa wajane kwa sababu yao? Watoto wangapi wamekuwa mayatima kwa sababu ya ujinga wao? Kwa hivyo sisi kama kisha tuwatetee. Serikali bwana, hao mashekhe watoni, mashekhe gani? Wakeni nani? Allah. Asema al-Imam, la yadhharu lahum qawlun, haidhihiri kauli yao illa inda dha'fi al-Islam, isipokuwa Uislamu unapokuwa mdhaifu, watu wanapojiweka mbali na kusoma, hawataki kusoma, ndio fikra zao zinapata nguvu. Sasa mawahabi kama huku kwetu zamani walikuwa na ulama wako wanasomesha nini, wahabi walikuwa na nguvu. Sasa hivi watu hawasomi, matarika wanataka kupiga matari tu, kucheza, kula mapilau na hadhara nyingi, basi hawataki kusoma, ndio wamepata nguvu. Unajua maana haya, unajua sisi kila siku nasema, hatusemi maneno ili kumridhisha mtu habibi. Wewe uridhike, ufurahi, ndio uhalisia wa mambo. Habembelezi mtu hapa. Habembelezi. Tunaeleza uhalisia ulivyo. Sawa sawa, yatakuridhisha, yatakuudhi, ni juu yako Lakini hapa habembelezi mtu. Tunaeleza uhalisia wa mambo.
Kuna baadhi ya watu haya maneno hasa nikiyasema huwa nakasirika sana. Kwa hiyo unasema sisi tunapenda nini? Kucheza tu na kula na kuruka. Ndio halisia ulivyo sasa nini? Wewe hafalati. Embo habibi yani tuambiane ukweli. Hafla hizi wanaziita show sasa hivi za hao wajitao sasa hivi kuna wasanii wanene wa kasida si ndio? Hizi hafalati za kuimba na mihadharati ya ilmu sio mihadharati ya nini ya wadhi ya kwenda kupeana visa vya kina sio unuki bin nani miskitini sio hiyo mihadharati ilmia namna hii. Na hizi hafalati za uimbaji zipi nyingi? Zipi zinapata watu wengi? Zipi zinapambwa? Zipi zinazofadhiliwa? Zipi zinazowekwa sehemu nzuri? Zipi zinazotangazwa sana? Alafu nije kusema maneno haya mtu anakasirika. Nasema kwa sababu mimi na uchungu na dini yangu. Siyasema na haya kumfurahisha mtu yani. La. Nasema na haya kwa sababu mimi moyo wangu unaniuma tariqa vile inavyoenda yani. Inda mrama jahazi la tariqa lienda nini? Lienda kuzama. Kwa hivyo maneno haya tukiyasema tunasema kwa uchungu ulioko ndani ya nafsi zetu. Ndio manake baada hapo huwa hatujali mtu kufurahi ama kukasirika. Yani huwa nasema nisifahamike makosa. Simaanishi kwamba hizi hafalati ni nini? Hazifai au ni haramu au watu wasihudhurie kwenda kujiburudisha kasaidi kama sababu kasaidi zenye nini? Zenye nidhamu. Sio zile za wale watu wana kwenye jukwaa wanaimba na wanawake na nini. Zile hakuna tofauti na taarabu. Kuna kasaidi nyingine watu wanakusanyikana naimba wanaume kama wanaume wanafanya samaa salafi au wanawake wanakuwa sehemu zao wanaume. Hakuna neno. Hakuna neno. Lakini zile wanachanganyikana wanawake na wanaume wanaimba kwenye jukwaa moja zile taarabu zile hatuzungumzi. Sisi hatukatazi kasida ikiwa zitaimba kwa nini? Kwa dhawabiti zake na watu wakafurahi, hatukatazi. Lakini tunachokikemea sisi ni zile kupewa nini? Kipao mbele kuliko kufanya nini? Kuliko watu kutilia umuhimu nini? Durusi. Tunachokizungumzia sisi ni sisi vijana wa kitwarika kuwa na hamu kubwa sana na mambo yale kuliko hamu yetu kwenye nini? Kwenye ilmu. Kuyatilia yale umuhimu mkubwa kuliko umuhimu wetu kwenye nini? Kwenye ilmu. Yani yalla tunaposoma katika vitabu vya tazkia tunapokuponda kula sana kama ni kitu madhumumu nini hiyo inamaanisha kwamba kula hakufai? Inamaanisha kwamba mtu asile vitu vizuri? Kinachoelezwa pale ni haya mambo usiyetilie nini? Kipaumbele. Lakini mtu ukipata nafasi ya kula lakini kula kiasi. Kula biriani, kula kuku, kula vyote kula. Halala mtaiba. Lakini usifanye nini? Isiwe aulawiyati zako ni kula. Aulawiyati zako ziwe ni hizi. Kwa hivyo imba kasida fanya nini? Lakini isiwe ndo aulawiyati zako. Hicho ndo ninachokikusudia. Kwa hivyo nisifahamike makosa. Kwa hivyo la yadhhar lahum qawlun illa inda dha'f al-islam. Yani طبعا على فكره الامام محمد زاهد الكوثر alikuwa ni mtu mzito sana maneno yake, kwa hivyo si maneno ya kawaida, ni maneno yanapimika kwa matanisha. Wayastafhilu amru al-ilhad, na jambo la upagani linapopata nguvu, wayastafhilu amru al-ilhad, na jambo la upagani linapata nguvu maadhuhuri qaulihim, pamoja na kudhihiri kauli yao. Yani itikadi za mawahabi zinapodhihiri ndio upagani unapopata nini? Pata nguvu. Vijana wangapi shekha wameacha Uislamu wameenda kwenye upagani kwa sababu itikadi za mawahabi? Hiki haram, hiki bid'a, hiki bid'a, tasawurati zao za Allah kadha. Sasa unaona afadhali awe nani? Awe pagani, sababu wanaona dini gani sasa hivi? Si ndio? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-dinu yusrun wa la yushad ad-din ahadun illa ghalabahu. Kwa hivyo watu wanaona hukumu shekha afadhali mtu anaona afadhali awe mpagani tu. Hawa haamini kabisa Mungu. Wako vijana tele shekha wameingia kwenye upagani ilhadi kwa sababu ya uwahabi. Wayastafhilu amru lilhadi ma dhuhuri qawlihim. Hakadha anasema hii ndio desturi yao fi jamii adwari tarikhi, katika miongo yote ya historia. Khusumatuhum, ugomvi wao, muwajjahatun nahwa al-aqli, umeelekezwa upande wa nini? Wa akili, wal ulumi an-nadhariyati, na elimu hizi za nini? Za nadharia, ni elimu za nadharia, falsafa, mantiki na mfano wake.
wa kulli firqatin, na ugomvi wao umeelekezwa kwenye kila kundi, qaima, ambalo kwamba lilofanya nini, lilosimama na itikadi zao. Yani hii ibara au hizi ibara za Imam Muhammad Zahid al-Kauthari, yani zimewaeleza mawahabi katika nini, katika ubora wao. Hizi ibara tu tayari utajua mawahabi ni kina nani. Khusumatuhum mutawajjihatun, ugomvi wao umeelekea nahwa al-aqil, upande wa nini, wa akili. Maana wao wanasema katika dini hakuna akili. Sasa sijui dini gani hiyo ambayo kwamba haina akili ndani yake? Zaidi ya aya 300 zaelezea fadhila za akili. Wao wanasema katika dini hakuna. Hamjawahi kusikia maneno haya? Hamjawahi kusikia? Hakuna kutumia akili katika dini. Baba, dini gani ambayo kwamba haihitaji akili? Wasema akili ni nyumbani kwako na mke wako, na utatumia akili. Sallallahu. Panda wazimu kabisa wa shekhi. Mimi nadhani hao ni wafanya biashara au yani ni wavugaji. Mr. Shafi anasema ni wafanya biashara na wavugaji. Kweli, saha kauluka. Khusumatu mutawajjihatun nahwa al-aqil. Wewe utapinga vipi akili? Utamtambua Mungu Mr. Shafi basi na akili? الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني والله يعني هذا الكتاب يعني ما أحلاه يعني. يا ريت يعني لو واتوا طريقة واتوا تفاني وتيسوم سيدي يا ريت، يا ليت قومي يعلمون. ليس كذلك؟ تجتهد إن شاء الله تعالى kuyashika na kuelimisha ndugu zetu pia. Allahu a'lam.